Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5, sura ya 5 pale. Matendo ya Mitume sura ya 5 na tuanzie mstari wa 12. Tuanzie mstari wa 12. Na yeye anasema, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na wote waliokuwako na wote walikuwako kwa 100 katika ukumbi wa Suleimani, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliowaadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana wengi, wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu kutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya machamvi na magodoro, ili Petro akipita, ingawa kivuli chake kimwangukie mmojawapo wao. Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, na wote wakaponywa. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote na wana wa Israeli, wakawatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. Basi jemedari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hilo? Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakifundisha watu. Bwana libariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona maandiko katika kitabu hiki, tumeanza kuona yale ambayo Mungu alikuwa anatenda kwa mikono ya mitume. Bali anasema mitume walipokuwa wanafundisha, walipokuwa wanafanya huduma, Bali anasema ni kwa mikono ya mitume ishara na maajabu mengi yakafanyika. Maana yake ni kwamba kupitia mikono ya mitume watu wakafunguliwa kwa fujo, watu wakapona magonjwa yao, watu wakapona misiba yao, kwa sababu watumishi wa Mungu wapakwa mafuta walipokuwa wamesimama tayari, neema ya Yesu Kristo ikaanza kuwavaa, na kila yeyote aliyesimama, aliyekwenda kwenye kurusedi zao, miujiza ikaambatana naye. Waliokuwa hawawezi wakapona, waliokuwa na kansa wakapona, waliokuwa hawawezi wakafunguliwa, waliokuwa ni wagonjwa wakapokea uponyaji. Maandiko yanasema fujo za miujiza zikawa nyingi. Maandiko yanasema walikuwepo watu wanaitwa Masadukayo.
tena. Kumbe Yesu Kristo huwezi mfungia, huwezi zuia nguvu za Mungu, huwezi zuia miujiza, huwezi zuia maajabu, huwezi zuia uponyaji, huwezi zuia ukombozi. Yeyote aliyeamini anakombolewa, aliyeamini anafunguliwa, aliyeamini anapona, aliyeamini anatoka kwenye mateso. Vifungo vinatoweka, laana zinatoweka, madhabahu zinavunjika, hasa zinaondoka, magonjwa sugu yanatoka, watu wanakombolewa, miujiza inafanyika, nguvu za Mungu zinatembea, nguvu za Mungu zinatembea. Bwana nieleze kidogo habari ya Masadukayo. Bwana Yesu asifiwe. Katika Israeli kulikuwepo makundi mawili ambalo moja lilikuwa ni Mafarisayo na lingine lilikuwa ni Masadukayo. Haya makundi mawili yana ufanano lakini yana utofauti. Miongoni mwa Waisraeli kulikuwepo na makundi mawili, Masadukayo na Mafarisayo. Hawa Masadukayo walikuwa ni kundi mojawapo miongoni mwa Israeli au wana wa Israeli, na hawa Masadukayo walikuwa na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, Masadukayo walikuwa ni watu ambao hawajapezi sana habari ya Mungu. Maana yake wao walikuwa katika habari ya Mungu hawako sana, they are not deep in spiritual. Haleluya! Katika habari ya Mungu Yehova, maana yake walikuwa hawako zaidi, hawajazama zaidi. Hiyo sifa ya kwanza. Ya pili, walikuwa ni watu ambao ni watu wanajiita matajiri, watu ambao wana mali, watu ambao ni watawala, watu ambao ni viongozi. Na kwenye ile kundi la Masadukayo, kwenye ile baraza la serikali ambayo ilikuwa inatawala kipindi hicho, ambayo Israeli kwa kipindi hicho ilikuwa inatawaliwa na Warumi, ilikuwa inatawaliwa na Roma. Warumi kama ile serikali ya Kirumi ile ndio ilikuwa inatawala Israeli kipindi hicho. Kwa hiyo kwenye ile serikali, ile baraza ambayo ilikuwa limeundwa pale kwenye lile kundi la Masadukayo, walikuwemo wengi waliokuwa serikalini. Maanake lile baraza lilikuwa limesheheni hawa watu wanaotoka kwenye hiki chama, na kukiwepo chama kinaitwa Sanhedrin. Hii Sanhedrin walikuwa ni chama kama vile ambavyo tukasema labda Tanzania tuna CCM, tuna Chadema na vyama vingine. Sasa kuna chama ambacho tunakuta kina watu wengi. Kwa hiyo hawa walikuwa wanaunda ile baraza, lile serikali, walikuwa ni wengi. Lakini hiyo ni sifa nyingine, walikuwa ni watawala, walikuwa ni matajiri, walikuwa wana fedha, walikuwa wafanya biashara wakubwa, ni watu ambao walikuwa na mali, Masadukayo. Na kwa habari ya Mungu walikuwa hawajapezi sana. Sifa nyingine, walikuwa hawaamini habari ya unyakuo, na walikuwa hawaamini habari ya ufufuo. Kwa hiyo wanajua kabisa mtu akifa ndiyo kisha. Hawajui kwamba, hawaamini kwamba kuna maisha baada ya kufa. Na tabia nyingine, walikuwa hawaamini mambo ya rohoni, na hawaamini habari ya Mungu, habari ya shetani. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao wanaamini hivyo. Hao ndio wanaitwa Masadukayo. Sasa ndani yao walikuwemo ambao wanaitwa ni makuhani, ambao hawa makuhani walikuwa ni watawala pia, ni viongozi. Kwa hiyo walikuwemo kwenye ile kundi. Kwa hiyo tumesoma kwamba Masadukayo ambao amini wale makuhani ambao ni Masadukayo, ule mstari wa akaondoka kuhani mkuu na watu waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya nani? Ya Masadukayo, ambao hawaamini habari ya Yesu, hawaamini habari ya wokovu, hawataki habari ya wokovu, hawataki
kusikia mafundisho ya ufufuo, na hawa mitume walikuwa wanafundisha habari za Yesu, injili ya Yesu Kristo, pamoja na ufufuo, pamoja na kuinuliwa, pamoja na uponyaji, pamoja na maisha ya kiroho. Hawa Sadukayo wenyewe hawaamini habari ya maisha ya kiroho, hawajui kama yapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Maandiko yanasema hawa walikuja na kuhani mkuu, wakawakuta wakina Petro wako wanahubiri. Sasa kadiri kina Petro wanapohubiri, hawa jamaa wanauia, jamaa wanafundishaje habari ya ufufuo? Hakuna ufufuo bwana, hakuna habari ya mambo ya kiroho bwana, hakuna maisha ya kiroho. Alafu akina Petro sana, ukishakufa matendo yako yanakufuata, ukishakufa bwana kuna hukumu baadaye. Hawa jamaa wanasema huyu jamaa hapana, haya anayofundisha sio hayo, sisi hatuyaamini. Wakakataa. Kwa hiyo wakajaa wivu ndani yao, wanasema haiwezekani. Sasa wakikataa, wanaona miujiza inafanyika, wanaona watu wanapona, wanaona watu wanafunguliwa, wanaona miujiza inafanyika. Hawa watu wakasema hapana, walisema hapana. Wanasema huyu kuhani mkuu, na hawa wakawakutanisha watu, wakawaita watu, wakawakutanisha Israeli, wazee wote wa Israeli, watu wote wakawakutanisha. Ndio bwana, tunataka tuwalete wale jamaa, wameshawaweka gerezani, wanataka wale wawatoe, waje wahukumu, kama ni kupigwa mawe wapigwe mawe. Mpaka Mungu anaingilia kati. Walipowekwa ndani ya gereza, Mungu akaingia akawatoa. Maana hata ilikuwepo ajenda mbaya kwa ajili yao, ilikuwepo ajenda ya uharibifu kwa ajili ya watu wa Mungu. Yeyote aliye na ajenda mbaya kwa ajili ya wana wa Mungu, akamata yeye, apigwe kwa jina la Yesu. Aliye na ajenda juu ya Bwana, aliye na ajenda juu ya Injili, aliye na ajenda juu ya kanisa, ninaamuru moto wa Yesu Kristo umwagwe popote alipo kwa jina la Yesu. Sasa hawa Mafarisayo wenyewe walikuwa wanaamini kinyume cha hayo niliyosema. Kwa kama hawa waamini ufufuo, hawa wanaamini ufufuo, ni watu wanaenda kanisani, lakini pia wao sio matajiri, wana maisha ya kawaida. Mafarisayo wanaenda kanisani, wameshika dini, wanaamini, ila hawana fedha, hawana mali sana, lakini wanaenda, ni waaminifu, wanaenda kanisani na ni waaminifu. Kwa hiyo hawa Mafarisayo wenyewe walikuwa na maisha ya wastani ya kawaida, walikuwa na maisha ya wastani ya kawaida. Kwa hiyo wakawa wanaishi, lakini Mafarisayo na Masadukayo wanakuwa kama vile hawaelewani, ingawa wote ni jamii moja ya Israeli, ila hawaelewani kwa sababu ya yale makundi, kwa sababu hawa wanaamini hivi, hawa hawaamini hivi. Ndio maana tunasoma Yesu aliwahi kutoa mfano, akasema mtoza ushuru mmoja alienda kwenye maombi. Alipofika mbele za Mungu kwenye maombi, pamoja na Farisayo mmoja, wakafika kwenye maombi, huyu mtoza ushuru akanyenyekea, akajua yeye ni mkosefu. Leo akasema wanawake alikuwa anatoka kwenye kundi la Masadukayo. Alafu huyu ambaye ni Farisayo, ambaye anaenda kanisani, ambaye anafunga, anaamini habari ya kufunga, anaamini habari ya kuomba, anaamini habari ya Mungu, anaamini habari ya ufufuo, anaamini habari ya Yesu, anakwenda kanisani na anaamini, na anajiita ni mtu wa kiroho. Alipoenda kuomba, Maandiko yanasema akaanza kujivuna, akasema mimi nafunga, mimi naomba, nafunga si mara ngapi kwa juma, sio kama huyu mtoza ushuru, yeye ni mtenda dhambi, yeye haeleweki. Akaanza kujitapa kama yeye ameokoka, ana wokovu. Sikiliza, ukiwa umeokoka wewe, nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Usianze kusema ukamdharau mtu ambaye hajamjua Mungu. Yule anaweza kumjua Mungu leo au kesho na akakupita wewe miaka mingi. Usimdharau mtu ambaye unamwona kwa kawaida hafai, unamwona kwa kawaida amechoka, unamwona kwa kawaida ana dhambi. Wana watu ambao wana dhambi, lakini kesho wanaweza kuokoka na kumjua Mungu wao. Kuna mtu ambaye akimwangalia ameteswa na ukahaba,
kimejaa nguvu za Mungu na watu wanapona kwa jina la Yesu. Mungu ana kawaida ya kuwatumia vitu vinyonge. Mungu ana kawaida ya kutumia watu waliodharauliwa. Mungu ana kawaida ya kutumia watu ambao wengine wameona wafai. Alimtumia Rahabu akakomboa Israeli. Alimtumia Rahabu aliyekuwa ni kahaba anayejulikana, lakini Mungu akamtumia yeye akaleta ukombozi mpaka Yesu akaja kuzaliwa baadaye. Anakuja kuzaliwa kwenye ukoo ulioanzishwa na Rahabu, maana Rahabu aliamua kuolewa ndani ya Israeli na Bwana akabadilisha historia yake. Akasema kupitia huyo mbaya nataka nitengeneze Yesu atoke kwenye kizazi cha mtu kahaba. Ukimwona mtu ambaye hafai, ukimwona mtu ambaye ana dhambi, huyo akimwombea ili Yesu Kristo akimwokoa injili isonge. Yesu, 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 Bwana, Yesu, Bwana, Yesu, 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 Bwana, Yesu, 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 Bwana, Yesu, 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 Bwana, Yesu. Yesu Kristo ni wacha. Yesu ni wa tofauti. Wanasema hawa mitume wakawekwa ndani ya gereza. Walipoingia ndani ya gereza kwa sababu ya hatima walionayo na kile walichoitiwa, hawa majamaa wakasema tuwaweke ndani ya gereza. Kuna mahali ambao kuna kwenda, wakikuangalia wanakuona huyu jamaa ni mtu hatari. Ndio maana mashetani anakuachii. Kila ukienda ibadani mashetani yanakufunga. Kila ukienda kwenye mkesha usingizi unaanza, kwa sababu wanajua huyu tukimwachia atapenya kwenye maisha yake, atapenya kwenye maisha yake, atakuwa sio wa kawaida. Kwa hiyo mtu ambaye anatakiwa kwenda, lakini mashetani yamemfunga na anasiyemshikilia, udhaifu yamshikilia, lakini Yesu atembee masaa haya, Yesu atawale masaa haya, Yesu akuse masaa haya, Yesu afunge kifungo chako, Yesu afunge magano yako, Yesu afunge magano yote yaliyofunga maisha yako, yaliyokuzuia, yaliyokuteka, yaliyokumiliki. Natangaza ushindi, natangaza ukombozi, natangaza afya, natangaza mtu aende kwenye hatua yake, aende kwenye kipawa alichoitiwa na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Wakaweka ndani ya gereza, wakasema hawa watu kwa sababu ya injili yao na hii miujiza inayofanyika, tunataka miujiza ikome, tunataka maombi yakome. Hakomi mtu hapa. Kadiri unavyotuchokoza tunakwenda mara 20 zaidi mbele. Kadiri unavyoinua vita tunakwenda zaidi mbele. Nguvu zinaongezeka kama za nyati. Hatukai, hatutulii. Ni lazima Yesu atembee, ni lazima Yesu atawale, ni lazima Yesu aguse, ni lazima Yesu aponye, ni lazima Yesu ainue. Haleluya.
Mungu akashuka ndani ya gereza, akafungua milango ya gereza, akang'oa ile minyororo, akaitaka ile minyororo waliowafunga nayo, alafu akawaambia, tokeni mwende mkasimame ndani ya hekalu, anzeni kufundisha Injili ambayo nimewapa. Hakuna atakayewazuia. Kuna mtu ambaye anasema, nimeitwa kwa ajili ya Injili, nataka mtu aseme na kwenda, wala sitazuiwa, wala sitakaa chini, wala mashetani, wala vipepo, wala machoka, wala wachawi, wala waganga, wala madarweshi, wala wasoma nyota hawatanizuia. Na kwenda kwa jina la Yesu, na kwenda kwa jina la Yesu, na kwenda. Wewe unakwenda wapi? Wewe unaenda wapi? Ni wapi ambako unaelekea? Ni wapi ambako unakwenda? Ni wapi ambako unaona ni sehemu yako unaelekea? Kuna mashetani yamejipanga, kuna machoka yamejipanga, kuna madarweshi yamejipanga, mengine yamevaa sura ya watu, mengine yamevaa sura ya watawala. Lakini nataka nikwambie, yeyote aliyejaa uweza, aliyejaa mamlaka ndani yake, hawezi zuiwa na chochote, hawezi zuiwa na ukuta, hawezi zuiwa na jabari, hawezi zuiwa na mama, hawezi zuiwa na mashetani, hawezi zuiwa na simba, hawezi zuiwa na dubu. Atawakana na kanyaga, ayaza takwenda mpaka kula alikoelekea, ayawatakiwa kwenda. Na watu wapewe uweza, wapewe mamlaka ndani yao, usingizi utoweke, lango sikuachia haraka. Hawa watu, unajua kitu gani kiliwafanya wafungwe? Unajua kitu gani kiliwafanya waingie kwenye gereza? Kitu kiliwafanya waingie kwenye gereza ni kwa sababu ya kazi wanazofanya. Kile unachofanya ndiyo vita yako. Kule unakokwenda ndiyo vita yako. Kule unakoelekea ndiyo vita yako. Na ukijua vita yako ni kubwa, ongeza spidi mara 500 zaidi. Alafu shetani atashika dabu yake, atajua kuna mtu ameitwa, yuko mahali anatembea, anakwenda mahali pake, Mungu alikomweka, Mungu alikomwinulia, anatembea Tanzania, anatembea Afrika. Nguvu za Mungu kama nyati zinaachiliwa kwa kiwango kisicho cha kawaida. Wao haleluya, haleluya, haleluya. Ni lazima watu hao. Kuna watu ambao yeye yupo tu watu yanaenda wapi. Nikiuliza mtu ambaye yuko hapa, ulize wewe una ndoto gani katika huduma, na je, spidi yako ulionayo na hiyo ndoto yako vinalingana? Utaona kabisa hakuna mfanano katika yote anayoyawaza na anayoyategemea. Sikiliza, kiwango cha juu cha mafanikio ya mtu ni uwezo wake wa kupigana na nyati, kupigana na simba, kupigana na dubu, kubomoa kuta, kubomoa majabali yaliyo mbele yako, kwa sababu kule unakokwenda, kwa sababu wamesheheni, wanakuwekea kuta, wanakuwekea vibengo, wanakuwekea usingizi, wanakuwekea mashetani, wanakuwekea ufifu, wanakuwekea kushindwa. Ukiwaza kwenda kanisani, vifungo vinaachiliwa, wanasikia kukaa nyumbani, hiyo ni roho imeachiliwa, kwa sababu wanajua huyo watu asipige hatua. Mimi nakwenda kwa jina la Yesu, na
iliyoko mbele yako kwa sababu ya hatima, labda kama huna hatima. Ila kama una hatima iliyosheheni, vita yako ni kubwa kuliko unavyofikiria. Vita yako ni kubwa kuliko unavyofikiria. Kama unakwenda mahali, unakwenda mbali, lazima uongeze spidi ya mwendo, na kwamba nakwenda kwa spidi ambayo sio ya kawaida. Natembea kilomita 120 kwa saa, naendesha gari mpaka inapaa, kwa sababu nakwenda mbali. Napenda kule nakwenda, kuna watu wanasubiria, kuna watu wamekaa pale, kuna watu ni wagonjwa, kuna watu wanakaza, kuna watu ni wazee, kuna watu wameshikiliwa. Napenda kwa spidi. Kuna namba, kuna mtu ambaye ni ambaye anatakiwa kukombolewa, ila mashetani yamemweka makamuli, anakaa kwenye makamuli. Maana anasema Yesu akawaambia tuvuke mpaka ng'ambo. Walipofika kwenye bahari, Maria anasema bahari ikachafuka, wanasema huyu jamaa hawezi akakombolewa. Wakawazuia kwa chafuko ya bahari. Yesu akakemea bahari, bahari ikatulia ikawa shwari. Wakasema tuendelee. Walipofika ng'ambo, wakamkuta jamaa mmoja anakaa makaburini, anasema mashetani yamempaka. Akakemea na mashetani yakatoka, akawa mzima, alafu akaanza kuwafuata. Anasema alipofika kule walipoenda kuhubiri, panaitwa Dekapoli, akaanza kuwa mchungaji ambaye ni askofu wa makanisa ya Dekapoli. Maana yake mtu mwenye hatima, mashetani yanamuwinda, machoka yanamuwinda, hatari zinamuwinda, mambo yanamuwinda, mengi yanamuwinda, ajali yanamuwinda, umaskini yanamuwinda, namba zinamuwinda, choka yanamuwinda, kila kitu kinamuwinda. Wewe simama, jua unakokwenda, jua unapelekea, pigana vita na kiroho. Yesu mshinde kwa jina la Yesu. Mitume walikuwa wanakwenda mahali, lakini maandiko yanasema walikuwepo watu waliojaa wivu. Ndio maana nataka nipigane na darueshi yoyote, choka yoyote, ufu yoyote, mamlaka yoyote, tamanisho yote, ushike adabu yake. Yesu atawale kwa nguvu isiyo ya kawaida. Lazima Yesu atawale, lazima Yesu atendee, lazima Yesu atawale. Mara makashakapa yanotosharakapasata yarakapashaka yaramashakapa. Wewe unaenda wapi? Wewe unaelekea wapi? Na spidi yako ni ipi? Je, utawekwa gerezani alafu Mungu akutoe kwa muujiza kwa sababu kuna mahali unakwenda? Utapata magonjwa alafu Yesu anayaondoa yenyewe? Waliosubiria ufe wanakusubiri, wanakukosa, kwa sababu Yesu anajua unakokwenda. Ni lazima Yesu awekeze jina lake na alama yake ndani yako. Akugusaye haigusi mboni ya jicho la Mungu. Na uwezi kufikia viwango hivyo ni mpaka uwe VIP wa kiroho. Alafu kisha kuwa VIP wa kiroho, yeyote atakayekugusa anakata roho. Yeyote atakayekugusa anarudisha namba mwenyewe, kwa sababu ya kile kibali ulichopewa, kwa sababu ya nyota uliyopewa. Au nani, awe mtu, awe tawala yeyote, aliyepewa neno hawezi cheza naye, aliyepewa neno hawezi shindana naye, aliyepewa neno hawezi shindana naye. Umekuwa niambia huu ni mwaka wa 8 na kufundisha vita. Haleluya! Na kufundisha vita. 8 years of fasting, prayer, tribulation, matatizo, shida, njaa. Miaka 8 nimezoea. Haleluya! Kwa hiyo shetani anajua hawa watu wanakwenda wapi, hawa watu wanaelekea wapi. Hawezi kuruhusu, hawezi kukubali upate hela, hawezi kukubali uwe na hela, kwa sababu anajua huyu mtu atakuwa hatari.
ukijua vita iliyoko mbele yako ni kubwa, shindana zaidi. Shindana zaidi. Ile vita iliyoko mbele yako kama ni kubwa, shindana zaidi. Shetani hajui tu. Kwa kawaida kadiri anavyochelewesha ndivyo mapigano yanaongezeka na uharibifu mwingi unafanyika. Afadhali achie. Amen. Baka bila hilo, afadhali achie. Tofauti na nitapiga kuzimu baka. Haleluya. Tofauti na nitapiga kuzimu mchana, nitapiga usiku, nitapiga baka. Yesu ashuke na achilie nguvu zake. Yesu akupe mafuta. Natamani mtu apewe mafuta kama haya, alafu yeye awe ni fire. Haleluya. Awe ni fire tu. Awe ni fire tu. Awe ni fire tu. Awe ni fire. Haleluya. Ndio maana ukiwa unajua kuna vitu vingine wakitumiwa bila tulemaza. Kuna wakati ambao wanataka nataka niwatiliti ninyi, niwatiliti kama vile ninavyokwenda. Alafu baadaye nagundua hamwezi kwenda kwa spidi yangu. Ndio maana wakati mwingine wanatoa option. Haleluya. Ndio pale naacha option. Kuna watu ambao nikiangalia hawa spidi nayokwenda hawezi kwenda. Naacha huyu ili mtu mwenyewe atajua mwenyewe namna ya kwenda. Tunakutana kwenye uwanja wa mechi. Alafu kuna nitajua nani anapenda nani haendi. Tunapenda kwa jina la Yesu. Amen. Wakati mwingine unaweza kusema vile kwamba ibada hii isiriki tunazopenda hizi, tutakuwa na ibada za option. Amen. Haleluya. Ibada za option, yani ukitaka kulala saa 10 lala. Ukitaka kulala saa 7 lala. Ukitaka kulala saa 8 lala. Ukitaka kulala Jumatatu mpaka Jumapili, okay. Haleluya. Mimi sina kabla na kubebelewa twende. Wewe unajua, kila mtu anajua anayesukuma ndiye anayesukuma mlango ili ufunguke. Amen. Ukiona unasukuma na wewe sukuma mlango mwenyewe, sukuma mpaka uingie ndani, kwenye baraka, kwenye hoteli, kwenye afya, kwenye furaha, kwenye utajiri, kwenye mali, kwenye kumiliki. Sukuma wewe mwenyewe. Kwa sababu nikwambia tunafanya ibada Jumatatu mpaka Jumapili. Sasa kwa nini nisuke na option? Haleluya. Haleluya. Hii ndio hapa unajua kuna kitu kijiko hivi.